Ukimya mzito ulitanda ndani ya kumbi za Brussels. Umoja wa Ulaya umechukua hatua ambayo wengi wanaiona si tu ya kisiasa, bali ya hatari na inayovunja misingi ya sheria za kimataifa kwa mkono uliotetemeka kwa hofu kuliko ujasiri. Umoja wa Ulaya EU umelitangaza jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC kuwa shirika la kigaidi, kauli nzito inayotikisa mizani ya diplomasia ya dunia. Hatua hii inayofanana zaidi na tamko la uhasama kuliko uamuzi wa kisheria imefungua ukurasa mpya wa mivutano kati ya Ulaya na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwani kwa Iran imedai kuwa uamuzi huo unapiga moyo wa sheria za kimataifa, unakiuka taratibu za ndani za EU yenyewe na unachochea moto wa makabiliano makubwa na taifa ambalo halijawahi kuyumba mbele ya shinikizo la nje. Irani imesema kwa madai mazito kuwa hatua ya EU haijatokea katika ombwe, ni sehemu ya mkondo mpana wa shinikizo la Magharibi dhidi ya Irani na kile kinachojulikana kama Axis of Resistance. Kwa kufanya hivyo, Irani imesema kuwa Umoja wa Ulaya umejiweka zaidi katika mstari mmoja na ajenda za Marekani na utawala wa Kizayuni katika Asia Magharibi, hata kama bei yake ni kuvunja sheria, kuhatarisha amani na kudhoofisha uhalali wa kisiasa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmaili Baghei, alizungumza kwa sauti nzito yenye onyo. Kutangaza sehemu ya majeshi rasmi ya taifa huru kuwa ya kigaidi ni dharau ya wazi kwa kanuni za msingi za kisheria za kimataifa. Kwa msimamo usio na kuyumba, Iran ilitangaza kuwa inajihifadhi haki yake halali ya kujibu kwa uthabiti na kwa uwiano unaostahili kwa IRGC ni taasisi rasmi ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sheria za EU zinataka uamuzi wa mahakama ya nchi mwanachama kabla ya hatua kama hiyo. Uamuzi umefanyika licha ya EU kufahamu mapungufu yake ya kisheria. Irani inaona hatua hiyo kama ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, yani UN Charter. IRGC haikuzaliwa katika maabara ya siasa za kigeni, ilitokana na watu wa Irani wenyewe. Ni ngao ya uhuru wa taifa hilo, ni mlinzi wa usalama wa Ghuba ya Uajemi na ni uti wa mgongo wa uwezo wa Irani kujilinda dhidi ya vitisho vya nje, kwani kuishambulia IRGC si suala la lebo tu, ni jaribio la muda mrefu la kudhoofisha uwezo wa kujilinda wa Iran na kuvunja ngome ya upinzani wa kikanda. Lakini Teherani imekuwa wazi tangu mwanzo. Hatua ya EU haionyeshi nguvu, inafichua hofu. Hofu ya jeshi lililotokana na mapinduzi ya watu, hofu ya taifa lisilopiga magoti, na hofu ya IRGC ambayo imejidhihirisha kuwa zaidi ya jeshi. Ni ishara ya msimamo, uhuru na uamuzi wa kujitetea katika ukurasa huu wa historia. Kauli ya Ulaya imeandikwa kwa wino wa hofu, lakini Irani, kama ilivyo desturi yake, inajibu kwa msimamo, subira na onyo lisilosikika mara mbili. Endelea kufuatilia Shehena Media kwa taarifa zaidi za Mashariki ya Kati.